Haleluya. Nitaenda moja kwa moja kwenye somo langu ambao linasema inuka uangaze, ni wakati wako umefika. Inuka uangaze, ni wakati wako umefika. Kuna wakati unaweza ukawa umekaa mahali umetulia, ukajiona ni bado wakati wako hujafika. Lakini leo Mungu anakwambia, hapo ambapo umekaa kwa muda mrefu, hapo ambapo ulisimama kwa muda mrefu, ni wakati wako wa kunyanyuka. Ni wakati wako wa kutoka hapo mahali na kwenda kuwa nuru mpya. Haleluya. Tunapoambiwa tuinuke tuangaze, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unapokaa kwenye sehemu moja, unapopitia changamoto ya aina moja, haijalishi ni changamoto gani, iwe ni ndoa, iwe ni fedha, iwe ni uchumi, iwe ni maisha, unapopata neno na kulisikia neno, lile neno linakupa nguvu ya kuweza kunyanyuka na kuinuka. Huwezi kuinuka pasipo kuisikia sauti ya Mungu. Unainuka pale unapoisikia sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu unaisikia kwa nani? Unaisikia kwa mtu kama mimi leo ambaye ninakuhubiria wewe, ili neno liweze kukunyanyua hapo ulipo na kuweza kukufanya mtu mwingine. Huwezi kung'aa kama huwezi kuisikia sauti ya Mungu. Huwezi kuinuka ukaonekana imara kama hujalisikia neno la Mungu. Tunainuka kupitia neno la Mungu. Ile neno la Mungu linatoka kwa kina nani? Ile neno la Mungu linatoka kwa watumishi. Kila mtu ana nafasi ya kunyanyuka mahali alipokaa. Kila mtu ana nafasi ya kuonekana mtu mwenye afya bora, mtu mwenye akili timamu, kwa sababu ya kulisikiliza neno la Mungu. Wengi tunashindwa kuinuka mahali ambapo tumeketishwa kwa miaka mingi kwa sababu ya kutokusikia sauti ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza ukalia, ukasema ndoa yangu inanisumbua, ndoa yangu sijui ina changamoto gani. Lakini shida inayofanya usiweze kutoka kwenye hiyo changamoto yako ya ndoa ni kwamba unasikiliza kelele, usikilizi Mungu anasema nini juu ya ile ndoa yako. Hapo ndo tunaposhindwa kutoka kwenye changamoto, kwa sababu tunasikiliza sana kelele kuliko sauti ya Mungu. Kuna mtu atakwambia, sauti ya Mungu naisikia wapi? Kwamba Mungu anaweza kanisemesha nikiwa nyumbani. Ni kweli Mungu anakusemesha mahali popote, lakini anapokusemesha ni kwamba anamtumia mtu akusemeshe wewe kutokana na ile changamoto ambayo unayo kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo nimekuja na somo linalosema inuka uangaze, wakati wako umefika. Yaani leo nimekuja na wakati wa mtu ambaye alilala, alikufa kiroho, alikufa kimwili, alikufa kwenye ndoa. Nimekuja na wakati wako wa kumnyanyua leo na kumfanya kaangaze katika hii dunia. Kwa sababu unaweza ukawa upo katikati ya watu wabaya, ukawa umezungukwa na makundi mabaya, lakini Mungu anataka unyanyuke utoke kwenye lile kundi ili uwe mwanga. Sasa wewe unapong'ang'ania kuwepo katikati ya watu wabaya, katikati ya vitu vibaya, huwezi kuiona nuru. Ili uione nuru, kubali kusikia sauti ya Mungu, unyanyuke mahali ulipo, uweze kuiona nuru. Ukikaa bila kusikiliza sauti ya Mungu, bila kumwelewa Mungu anataka nini juu ya mahali ulipo, huwezi kutoka kwenye hiyo changamoto. Amini kuwa anayeweza kukutoa kwenye hiyo changamoto ni Mungu. Huwezi ukatoka kwa akili zako, huwezi ukatoka kwa ushauri wa jirani yako ama rafiki yako. Unatoka kwa neno la Mungu. Haleluya. Tunapokuwa tupo kwenye, kuna wakati mtu anaweza kawa labda ana biashara yake fulani. Biashara ni ngumu, biashara haiendi. Kuna wakati unafika, unapata mawazo, unasema ngoja nifunge. Unaenda kufunga ile biashara. Unapofunga ile biashara, kibinadamu unaona kwako ni sawa, kwamba biashara imenishinda, acha nifunge.
lakini unasahau kama yuko Mungu wa majira. Unasahau kama Mungu yupo ambaye anaweza kukuinua ile biashara ikaangaza tena. Inachotakiwa, nimesema usisikilize kelele. Kelele ndio zinafanya tufe. Kelele ndio zinafanya tuzimie. Unaweza ukaniuliza ni kelele gani? Kelele ambazo zinafanya tufe ni ule ushauri ambao sio wa kimungu. Kuna mtu utamfuata akakupa ushauri, twende kwa mganga huyu. Mwingine atakupa ushauri, atakwambia nilienda Sumbawanga, kuna mganga fulani yuko vizuri, anaweza kukutoa hapo na kukufanya ukawa hapo. Hizo ndo kelele ambazo nazisema. Lakini ukimpata mshauri ambaye atakushauri vizuri, lazima kushauri utafute Mungu. Lazima kushauri ulitafute neno la Mungu. Utakapomtafuta Mungu, Mungu anakurejeshea kile kilichopotea. Kwa sababu kwa Mungu hakuna kupoteza. Kwa Mungu hakuna kupoteza. Kwa Mungu unarejeshewa na kuzidishiwa. Ukiamini tu. Maana imani ndo msingi mkubwa. Haleluya. Yaani imani ni mkono unaopokea ahadi. Imani ni mkono ambao unapokea ahadi. Kwa hiyo unapoona umepita kwenye hizo changamoto, umepata mtu akukwambia twende kanisani, twende kwenye maombi, unachotakiwa imani yako iamini ili ule mkono wako akupokea ile ahadi ambayo Mungu alikusudia uweze kuinuka tena ikatimia. Haleluya. Somo langu linatoka Isaya. Nina mistari kadhaa, ila nitasoma ile Yoeli 2:28 ambayo inasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wanaume kwa wanawake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Haleluya. Tunaambiwa Mungu atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Juu ya wote wenye mwili ni kina nani? Ni mimi na wewe. Mimi na wewe ndo tunamiminiwa roho ya Mungu. Mungu anataka tuinuke tuangaze kupitia kumiminiwa roho yake. Huwezi kuangaza kama ndani yako hakuna Mungu. Huwezi kuonekana kama ndani yako roho yako imekufa. Kuna wakati tunafanya matatizo yanaua nafsi zetu. Ujue kinachokufa kwenye maisha yako kwanza ni nafsi ambayo iko ndani yako. Yaani nafsi ikifa, hatuwezi kuona sisi ndani yako. Sisi tunakuja kuona matokeo ya nje, ambapo nafsi ishakufa ndo tunaona mwili wako ukiwa umekufa. Lakini kilichoanza kufa ndani yako ni nafsi. Ndio maana Mungu anasema nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwa nini? Na maana ule mwili wako ni huo mwili wa nje. Mungu anazungumzia ni mwili wa ndani, ambao roho yako ya ndani inakuwa iko safi. Mungu hakai kwenye roho yenye makorokoro. Hakai kwenye roho ya mafarakano yenye shida. Anakaa kwenye roho iliyotulia na yenye kumthamini yeye na yenye kujua yeye Mungu anahitaji nini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na changamoto zinaua nafsi, zinaua roho ya ndani. Yaani mtu wa ndani ndio anayekufa. Kwa mfano sisi tuliokuwa kwenye ndoa, kinachoua ndoa zetu ni ukimya wa roho ambayo uko ndani yetu. Kuna wakati Mungu anahitaji upaze sauti ili uweze kupona. Anahitaji uzungumze ili uweze kukaa sawa. Lakini wengi tunakaa kimya, tunakufa ndani. Yaani unakufa ndani, yaani ndani ndio unakufa. Tukija kukuona nje unakuwa umebakisha hatua moja. Umebakisha kujinyonga mwenyewe kwa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uliruhusu ndani yako ife. Ndani yako ikafa. Na imekufa kwa masiala. Kuna changamoto nyingi zinatokea. Unakaa unameza. Lakini unaiua nafsi yako. Kwa sababu gani? Ulitengeneza ukimya wa nafsi.
Inatakiwa nafsi yako uipe nafasi ya kuzungumza. Unapopitia changamoto, zungumza. Hivi ulishaikuwa na mawazo au vitu fulani vibaya, ukapata nafasi ya kumwambia hata mtumishi ile, kwa kweli mtumishi, ndoa yangu imebakisha kuniua tu. Ukaongelea ile ndoa yako. Baada ya kutoka pale, unaisikiaje nafsi yako? Ina maana unaisikia uponyaji, kwa sababu ile sumu iliyo ndani ya moyo imetoka. Haleluya. Ile sumu ilikuwa ndani ya moyo inakuwa imetoka. Kwa hiyo inapotoka, ina maana Mungu anaingiza uhai mpya kwenye moyo. Mungu anaingiza ile roho yake inayojaa juu ya miili yetu. Kwa nini? Tumekubali kutoa ile sumu. Haleluya. Tuko katika majira ya kupokea ahadi. Tuko katika majira ya kupokea ahadi. Mungu ametutengenezea namna ya kupokea ahadi zake. Unaipokeaje ahadi yako kwa Mungu? Unaipokeaje ndoa yako kwa Mungu? Unamwambia Mungu nini kuhusu kufa kwa ndoa yako? Unamwambia nini Mungu kuhusu kufa kwa kazi yako? Unaipokeaje hiyo ahadi ya Mungu? Kwa sababu Mungu, unapoenda mbele zake, unapomweleza kile ambacho kinakusumbua, Mungu anakuambia, mwanangu, nitafanya. Mwanangu, nitatengeneza. Mwanangu, nitarekebisha. Sasa leo hii upokee ahadi ya Mungu kwa ajili ya kurekebisha ile ndoa yako. Upokee ahadi ya Mungu kwa ajili ya kurudisha ule uchumi ambao umepotea. Mungu leo anatoa ahadi ndani yako. Mungu anataka kukufanya uwe mpya kwenye maisha yako. Wewe ambaye uko hujui kuomba, wewe ambaye uko hujui kusali, Mungu leo anakupa ahadi. Na kuna kutunza pia hiyo ahadi ambayo Mungu atakupa. Tunafurahia Mungu anapotupa, lakini Mungu anapochukua huwa tunakasirika. Ulishakujiuliza kwa nini Mungu ananipa gari, alafu hilo gari naenda barabarani linagongwa linaangamia? Kwa nini? Ulishakujiuliza? Kwa sababu ulishindwa kutunza ile ahadi ambayo Mungu alikupa. Unaambiwa kinachopatikana kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Kwa hiyo unapoipata ndoa kwa maombi, itunze kwa maombi. Unapopata kazi kwa maombi, itunze kwa maombi. Ahadi ya Mungu inatunzwa kwa maombi na kwa neno lake. Kuna wakati unapofanikiwa, unaona ni akili yako, unaona ni mawazo yangu, unaona hii ni juhudi zangu, kwamba si nimefanya kazi kwa nguvu zangu, si nimefanya kazi kwa akili zangu, si nimesoma kwa hela za baba yangu, kwa hiyo kufanikiwa ni haki yangu. Ni kweli kufanikiwa ni haki yako. Umesoma kwa hela za baba yako, umefanya kazi kwa akili yako, lakini hivyo vyote vinamtegemea Mungu. Kwa sababu mzazi wako bila kupewa akili na Mungu ya kuweza kukusomesha, uende usingesoma. Kuna koo nyingine watoto hawasomi, mtoto hutakiwi kusoma kabisa. Ina maana huo ni utaratibu na sheria za Mungu yao. Lakini utaratibu na sheria za Mungu wetu ni kwamba utasoma, utafanikiwa na utapata kazi. Haleluya. Tunatakiwa tutunze zile ahadi ambazo Mungu anatupa kwa neno lake. Kuna wakati unaweza ukaomba kitu, ukasema mbona Mungu anijibu? Mbona hichi kitu kimechelewa? Hapana, hakijachelewa wala hakiwahi kwako, kwa sababu Mungu pia anauangalia moyo wako. Mungu anaangalia, je, huyu hichi kitu anachokiomba nikimpa atakitumia vizuri? Nikimpa huu utajiri atawanyenyekea watu? Nikimpa huu utajiri atawasaidia yatima na wajane? Ama nikimpa atawasahau watu wangu? Kwa sababu yatima na wajane ni watu wa Mungu pia. Lakini sasa Mungu naye anaangalia. Kuna watu tukipewa vitu tunamsahau Mungu. Kuna watu tukipewa vitu hatuji hata kanisani. Kwa nini? Nilikuwa na shida moja tu. Nilikuwa na shida ya uchumi. Uchumi wangu umefunguka. Uchumi wangu uko vizuri. Kanisani nafuata nini? Hapo Mungu naye anaingiza mkono wake, kwamba kumbe huyu alikuwa anataka vitu vyangu tu, mimi hana haja na mimi. Haleluya. Ninaongelea kutunza ahadi.
kwenye maisha ya Mungu. Usimchukulie Mungu kwa urahisi anapokupa vitu vyake. Usimchukulie Mungu ni wa mazoea anapokupa vitu vyake, kwamba naweza nikaingia, naweza nikatoka. Kuna wakati hiyo ingia toka, Mungu naye ukija atakuwa anakuangalia. Atakuwa anakuangalia kwa sababu tumeambiwa hapo kwenye maandiko. Tumeambiwa Mungu anasema kuna kutapikwa pia. Kwa kuna wakati utafika utatapikwa. Baadaye utaanza kusema mchungaji ananikimbia. Mchungaji si hataki kuniona. Tatizo sio mchungaji. Tatizo Mungu hajamsemesha mchungaji kwa wakati huo kukutoa hapo mahali ulipo. Kuna wakati Mungu anaruhusu tujifunze kupitia magumu. Haleluya. Haleluya. Mbona kama mmekasirika? Walumi 13:11 aliyopata anisomee. Walumi 13 mstari wa 11. Tusoma kitabu cha Warumi sura 13 mstari wa 11. Biblia inasema, na tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Haleluya. Tumeambiwa wakati wa kuamka usingizini umekwisha. Wakati wa kuamka usingizini umekwisha. Tunalala kwenye giza, tunaamka kwenye nuru. Mimi na wewe leo tunatakiwa tutoke katika giza. Pointi yangu ya pili, kutoka katika giza. Toka katika giza, ingia katika nuru. Toka katika giza, ingia katika nuru. Unatokaje katika giza kuingia katika nuru? Unapotaka kutoka katika giza kuingia kwenye nuru, unatoka kwa namna ya maelekezo ya Mungu. Mungu anapoamua kukutoa kwenye hilo giza na kukuweka kwenye nuru, ana namna ambayo anafanya ili aweze kukutoa hapo na kukuweka kwenye nuru. Watu wengi tunaamini giza ndo maisha yetu. Tunaamini giza ndo limefikia ukomo kwenye maisha yetu, lakini hapana. Mungu ameruhusu tutoke kwenye giza na kuingia kwenye nuru, kwa sababu anajua kusudi ambalo ameliweka ndani yako. Kwa kama unaishi kwa kusudi la Mungu ambalo liko ndani yako, Mungu hawezi kuruhusu kukuacha gizani. Lazima Mungu atafute namna ya kuweza kukutoa kwenye giza na kukuleta kwenye nuru. Uwezi ukawa gizani kila siku. Uwezi ukawa mtumwa wa ndoa yako kila siku. Uwezi ukawa mtumwa wa miungu ya nyumbani kwenu. Hapana. Mungu leo amesema nataka kutoe kwenye giza kuweke kwenye nuru. Na wewe maana yako ya kufika hapa leo ndio siku yako ya kutolewa kwenye giza. Amen. Amen. Kwa sababu umetoka nyumbani ukasema naenda kanisani. Ambacho ulisema utakutana nacho hapo ndicho cha kwangu. Kwa hiyo leo unachokutana nacho hapo ndicho cha kwako. Inatakiwa utoke kwenye giza na kuingia kwenye nuru. Giza linatolewa kwa maombi. Giza linatolewa kwa neno. Giza linatolewa kwa utii. Uwezi ukaacha kuwa mtii alafu ukategemea utoke kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe. Unapewa neno, unafundishwa neno, lakini lile neno linashindwa kukuvusha. Kwa nini linashindwa kukuvusha? Kwa sababu hukutaka kuwa mtii wa akili na roho. Kwa sababu akili yako ikipokea, lazima roho itapokea na yenyewe. Kwa hiyo huo ndio utii. Kuna wakati tunafundishwa namna ya kutoka kwenye changamoto. Unapewa kabisa nuru, mtu anakuja anakuashia taa hapa. Anakwambia angalia hii taa ndo mwangaza wako. Wewe unachagua kwenda kwenye giza. Lakini neno ambalo tunafundishwa kila siku mahali hapa, neno ambalo tunatamkiwa ndio nuru. Kuna mtu anaenda
kuuliza, nuru unaipata wapi? Nuru unaipata kwenye neno. Nuru unaipata kwenye neno. Kwa mfano, umeingia kwenye Biblia, umesoma Zaburi ya 58. Kila ukisoma unaona mwanga. Kila unaposoma unaona mwanga. Ina maana kutoka kwako kuko ndani ya hiyo Zaburi. Nuru yako iko kwenye hiyo Zaburi ya 58. Ina maana usiache kusoma, endelea kusoma ili uweze kutoka. Mara nyingi sana shetani huwa anatumia vitu tofauti kukutoa kwenye nuru. Sababu kitu cha kwanza, shetani huwa hapendi mwanamke asimame. Hapendi mwanamke asimame kwa sababu mwanamke ana nguvu kubwa. Mungu ameweka nguvu kubwa ndani ya mwanamke. Na shetani anajitahidi sana kumvuruga mwanamke. Angalia hata changamoto ambazo tunazo kwenye ndoa. Anayevurugika wa kwanza ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke ndo chanzo. Na ndio maana hata Biblia inasema mwanamke mpumbavu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Anaivunja kwa mikono yake kwa sababu ya kusikiliza uchochezi wa ugomvi. Yaani shetani anatuharibu sisi. Sababu akishamchochea mwanaume, akaja akakufanyia kitu, wewe moyo wako unalipuka, unakufa. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati tuna uwezo wa kutoka gizani pasipo matatizo, pasipo migogoro, tukiamua kulisikiliza neno la Mungu. Wengi tunahitaji matokeo ya haraka. Yaani unasema, mbona mimi kwenye hii tatizo huu mwaka wa 7 sijatoka? Yaani unatamani kwenye giza utoke leo. Yaani uamke asubuhi, ufungue mlango, uone mwanga. Lakini kumbe kuna wakati inahitajika uvumilivu. Inahitajika subira kwenye hiyo changamoto ambayo unayo ili uweze kuliona juu. Haleluya. Haleluya. Unapotaka kutoka gizani na kuingia kwenye nuru, unatumia nguvu gani? Inatakiwa utumie mamlaka uliopewa. Mungu ametupa mamlaka ya kuweza kututoa kwenye giza na kutuweka kwenye nuru. Wewe umepewa mamlaka na Mungu, unaitumia wapi? Kama unakuja kanisani na unalijua neno na unaliishi neno, hiyo mamlaka yako unaitumia wapi? Hiyo mamlaka unatakiwa uitumie ikutoe kwenye giza. Hiyo mamlaka unatakiwa uitumie ikutoe kwenye vifungo ambavyo vipo kwenye maisha yako. Kuna watu tunafungwa na vifungo vya familia, tunafungwa na vifungo vya kila aina, lakini nani anayetutoa? Ni mamlaka ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kuna wakati unahitaji kutoka, unasema ngoja niende kwa mtumishi ili aweze kunitoa. Unafika kwa mtumishi hayupo. Ina maana hiyo shida itakuwa. Jibu ni hapana. Ina maana unatakiwa utumie mamlaka ambayo Mungu ameiweka ndani yako, kwamba una uwezo wa kuiambia ile tatizo likaondoka. Kuna wakati sauti zetu tunazitumia vibaya. Mungu anahitaji sauti yako uitumie vizuri ili iweze kututoa kwenye hizo changamoto na kutuweka kwenye nuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaogopa sana changamoto. Yaani shida ya sisi tunaogopa giza. Utakiwa kuliogopa giza. Unapoliogopa giza linakumeza, huwezi kuiona nuru. Kuna wakati unaweza kaa upo kwenye shimo, unahitaji hata njiti ya kibiriti tu hivi iwake ili uone mwanga uweze kutoka. Lakini hata kibiriti kuna muda unakuwa ukitaka. Yaani shida tunakaa gizani kwa sababu kuna wakati hata kibiriti hicho unachopewa ukitaki. Unaona hichi kitanisaidia nini? Unakidharau kwamba nikiwasha mara moja hivi kikiwaka sikinazima. Lakini kumbe kwa Mungu kitu kidogo tu kina uwezo wa kukutoa kwenye changamoto. Kina uwezo wa kukuweka huru. Kuna muda usimdharau mtu kwa kwamba huyu namfahamu jinsi alivyo. Lakini kumbe wewe na Mungu ndio amemfanya malaika wako wewe wa kukutoa kwenye hizo changamoto. Ama ndio amemfanya ndio mtu wa kuweza kukusaidia wewe uweze kupata kazi. Au mtu wa kukusaidia wewe uweze kuona kesho yako. Kuna wakati tunashindwa kuiona kesho yetu kwa sababu
cha kukusaidia. Ninacho cha kukusaidia. Sina kazi, sina chochote, lakini nina neno la Mungu ambalo liko ndani yangu. Nitakupa neno moja, nitakuvusha, nitakutoa. Lazaro alipokuwa kaburini, Yesu hakusema chukueni sululu majembe chimbweni Lazaro atoke. Yesu alimwita Lazaro, toka kaburini. Lazaro alitoka. Hakuchimbuliwa, hakutumwa malaika nenda kamtoe Lazaro. Ni neno. Kuna wakati shida yako inahitaji neno moja tu. Kufufuka kwako, kuamka kwako kunahitaji neno moja tu. Kwamba Lazaro alipoambiwa amka, toka, hakusita. Kumbuka kule kaburini kuna giza, hamna mwanga. Ni giza. Lakini aliposikia lile neno, ina maana nuru ilipenya kaburini, ikamtoa Lazaro, akatoka nje. Kuna wakati sauti ya mtumishi, neno moja ukiambia wewe fulani toka, wewe fulani toka, nyanyuka utoke. Usikae kusema mimi ndo maisha yangu, ukaanza kulilia ndo maisha yangu. Utakiwa kulilia vitu ambavyo havina utukufu mbele za Mungu. Utashindwa kutoka. Ni sauti tu unahitaji. Leo tunaongea hapa, hii ni sauti ambayo Mungu ameiweka. Ifungue masikio yako na moyo wako. Kwa sababu kinachotakiwa kufunguka ni sikio lako la ndani. Huwezi kuniambia tunahubiri miaka 7, miaka 8. Sikio lako la ndani halijapona. Sikio lako la ndani halijasikia hata kitu kimoja. Tunahitaji masikio yasikie ili uponyaji uweze kuonekana. Kama masikio umeyaziba ya ndani, huwezi kuona uponyaji. Hata Yesu akaja hapa akakuita, fulani nyanyuka utoke kwenye hilo kaburi. Huwezi ukatoka kama sikio lako umeliziba. Lazaro alitoka kwa sababu sikio lake la ndani aliliacha wazi, lilikuwa linasikiliza neno la Mungu na kuamini. Alipoambiwa Lazaro njoo utoke nje, alisikia kwa mara moja na akatia, akatoka. Cha kwanza umeona ichofanya Lazaro, alitii. Alisikia, akatia, akanyanyuka, akatoka. Mimi na wewe tunaposikia neno la Mungu, tunachukua hatua gani? Tunaonywa kuna vitu mbalimbali. Kuna changamoto tunapita. Kuna tabia mbalimbali, kuna uzinzi, kuna uasherati. Vyote hivyo tunaonywa. Toka kwenye eneo la uasherati ili uweze kuvuka. Ujue kuna wakati vifungo vyetu tunatembea navyo wenyewe. Baadaye unamlaumu shetani. Unasema kuna jirani yangu mmoja ni mchawi. Mchawi sio jirani yako. Mchawi ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Kwa nini mchawi ni wewe mwenyewe? Kwa sababu umejinyima kulisikia neno la Mungu. Umejinyima kupona. Ili uweze kupona, lazima ukubali kulisikia neno. Usikae ukategemea tutasema Mungu atakuja ashuke hapa, akwambie wewe fulani, hebu acha hizo tabia. Mimi na watumishi wengine ndio tumepewa hicho kibali na hiyo mamlaka ya kukwambia wewe toka kwenye hizo tabia, maana hizo tabia ndio kifungo chako. Haleluya. Kuna wakati minyororo tunajifunga wenyewe kwa ajili ya tabia. Hata nyumba zetu unasema mimi mume wangu kiburi, mimi mume wangu mkorofi, lakini kumbe minyororo ya ukorofi umeifunga wewe mwenyewe kwa tabia zako. Wewe unayemwambia mume wako mkorofi, badilika kwanza wewe tabia zako, alafu uone ukorofi wa yule mwanaume ambaye unasema wewe yule mwanaume ni mkorofi. Kuna wakati inahitajika wewe ubadilike ili na mwenzako aweze kuona mabadiliko. Ujue unapoambiwa inuka uangaze, unapoangaza wewe, wanyuma wako akiona mbele kuna mwanga, atakaa gizani? Hawezi. Na maana na yeye atafuata mwanga. Hakuna mtu ambaye anapenda giza. Kila mtu anapenda nuru. Ndio maana usiku unapoingia tunawasha taa ili tupate mwanga. Hatukai gizani. Yule anayekaa gizani naye sio kama anapenda, anakaa gizani kwa sababu ana shida. Ila lakini akiupata mwanga, hawezi kung'ang'ania kukaa gizani, ataufuata mwanga. Kwa hiyo mimi na wewe tunaufuata mwanga kupitia nani? Tunaufuata mwanga kupitia nini? Haleluya. Haleluya.
nirejeshee vya kwangu. Mungu nirejeshe. Mungu hawezi kurejesha kama wewe unafuata giza. Mungu anarejesha kama unafuata mwanga. Mungu anakuinua kama unafuata mwanga. Wewe unasema Mungu, ukija hapa Mungu nirejeshe. Ukitoka kule, miungu nirejesheeni. Mungu arejeshe. Mungu wa kwetu huko arejeshe. Arejeshi kwa sababu hujui unataka nini na hujui unatakiwa usimame kwa nani. Kuna wakati kusimama sehemu moja na kusimama kwa kumwamini Mungu ambaye leo tunamwamini sisi, kuna kufanya utoke kwa hizo changamoto, kuna kufanya uwe historia. Kuna watu sasa hivi tumo unasimulia maisha yako ya nyuma kwamba jamani, zamani nilikuwa mlevi, zamani nilikuwa mwizi, zamani nilikuwa hivi. Kwa nini unasimulia? Kwa sababu wewe umeuona mwanga. Sasa mwanga ulioona wewe, mwambie na mwingine, mwambie na mwingine, ili aweze kuona mwanga ambao wewe umeuona, ili aweze kuona hiyo historia ambayo umeiona. Tunabadilisha historia zetu kwa namna gani? Tunabadili historia zetu kwa kuona mwanga na kulisikiliza neno la Mungu. Ukimuuliza Mungu, mimi ni nani? Ukimwambia Mungu, mimi natakiwa nifanye nini? Mungu, mimi natakiwa niishi vipi? Mungu, natakiwa niongee nini juu ya watu? Kuna wakati kinachotufanya tushinde kuelewa, hatujijui sisi ni nani, hatujijui sisi natakiwa tuzungumze nini tunapokuwa kwenye mazingira ya watu. Kuna wakati natakiwa tutambue nafasi ambazo Mungu ametuweka ili tuweze kuweka nuru zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokuwa gizani, ni kweli unaogopa, ni kweli unakata tamaa, unaona mimi maisha yangu ni basi, lakini kumbe kuna sehemu moja tu Mungu anataka usimame ili aweze kuona mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yule mfinyanzi anayefinyanga leo anataka kufinyange na wewe. Anataka pale palipoharibika leo apafinyange. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati anayefinyanga ni Mungu, sio akili zako, sio maisha yako. Haleluya. Haleluya. Unapotakiwa kuangaza waga ni matokeo ya nje, sio ya ndani. Yaani mtu anapokuona unang'aa hivi, ni kwamba tayari ndani ushafinyangwa, ushatengenezwa. Kwa hiyo mtu akikuona hivi unang'aa, ina maana ni matokeo ya nje. Mungu anafinyanga ndani. Kwa hiyo sisi tukubali kufinyangwa ndani, ukubali kutengenezwa ndani, ili watu waone matokeo kupitia kufinyangwa kwako. Huwezi kuona matokeo kama ndani yako umekataa kutengenezwa. Huwezi kuyaona matokeo kama umekataa kuundwa upya. Lazima upondepondo ili uwe mpya. Dhahabu ili ing'ae lazima ipite kwenye moto. Huwezi ukaifua dhahabu fu ukaja ukasema haiwezi kung'aa, lakini inapita kwenye moto ndipo inang'aa. Kwa mimi na wewe tumepitishwa kwenye moto, hatujui ni moto wa aina gani, lakini leo Mungu anataka kutuinua tung'ae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siliona kwa mfano yule mfinyanzi wakati anafinyanga vile viungo, kile chungu kikadondoka kikavutika. Yule mjakazi wake akamwambia, chungu kimedondoka kimevunjika. Yule akacheka akamwambia, ngoja nitatengeneza kingine. Yule akaponda udongo, akaweka maji, akafinyanga, kikatoka kingine bora zaidi. Kwa ndivyo mimi na wewe tunapodondoka na kuanguka, tusitegemee kwamba ndo tumekufa. Kuna kunyanyuka na kuinuka tena. Kuna nyanyuka na kuinuka tena, unatengenezwa unakuwa bora zaidi ya ulivyokuwa. Usijiogope eti kwamba mimi ni kahaba, mimi ni mvuta bangi. Kuna kutengenezwa. Kama chungu kilidondoka kikafinyangwa kikatengenezwa tena, wewe ni nani ushinde kutengenezeka? Wewe ni nani ushinde kurudi kuwa mpya? Tena enzi hizo hatukuwepo. Huenda kile chungu kiliuzwa kwa gharama kubwa sana kwa sababu kilikuwa bora zaidi. Kwa ndivyo mimi na wewe inatakiwa tuwe bora zaidi ili
tuonekane watu wa thamani mbele za watu. Ujue inaokufanya uonekane wa thamani mbele za watu ni hekima yako. Ni hekima yako na utambulisho wako. Unaishi kwa utambulisho gani? Unaishi kwa utambulisho upi kwenye hii dunia? Unaishi kwa utambulisho gani kwenye hii jamii? Kuna mtu unaweza kaenda mtaani kwao, ukasema namuulizia mama fulani. Mama fulani, mbona huyo sisi hatumjui? Sisi tunamjua yule kahaba mmoja aliyoshirikana. Sisi yule tunamjua yule mwanamke anayefanya biashara za ajabu. Huo ni utambulisho mbaya. Lakini huo utambulisho mbaya usikupe shida. Huo utambulisho mbaya unaenda kugeuza na kuwa mzuri, maana huo ni wakati wako. Wengi kinachotuua tukiambiwa majina mabaya. Sasa mimi ni kahaba, mimi sio ninafanya nini, mimi kanisani sitakiwi. Hakuna kanisa ambalo litaki kahaba, hakuna kanisa ambalo litaki muuza gongo. Anayetutaka sisi ni Mungu. Mimi siwezi kusema wewe sikutaki, siwezi kusema hapa usije, lakini anayeamuru uje hapa ni Mungu, kwa sababu anayetengeneza ni Mungu. Mimi ni mjumbe wa Mungu kuja kukwambia wewe unatakiwa usimame kwa njia gani. Usiogope, yaani usijihukumu kwa shida zako. Kuna mtu anasema mimi siwezi kutoa sadaka, yangu ni chafu kwa sababu mimi ni mzinzi. Sadaka sipokei mimi, anayepokea ni Mungu. Tunachofanya kumsihi Mungu akutoa ile eneo la uzinzi, akutoa ile eneo la uchafu, ukasimama ukawe mtu safi na ukawe mtu ambaye utakuwa ushuhuda katika mataifa na jamii nzima. Usijidharau. Tunaangalia mionekano ya nje. Mimi sifai, mimi ni wakufa. Nani kakwambia wewe ni wakufa? Nani kakwambia wewe ufai? Ni mawazo yako na mawazo ya watu wa nje. Lakini Mungu hawezi kukubali wewe ufe. Mungu hawezi kukubali wewe ulale milele, kwa sababu unalijua neno lake na unaliishi neno lake. Kwa hiyo utainuka na utasimama na utakuwa mwanamke bora na mwanamke mwenye nguvu. Ndoa isikuue. Kusema eti mimi ndoa inaniua, inakuaje? Kufa kwenye ndoa, mwenzako anaoa mwingine. Usife kwenye ndoa. Usikubali kufia kwenye ndoa. Mwambie Mungu, hii ni ndoa yangu. Kama ilitamkwa madhabahuni na agano tulifanyia hapa, basi haitokufa. Hii ni ndoa, ni ya kwangu. Na itainuka na itang'aa. Watu watauliza, itakuwa ndoa ya mfano, kwamba hivi hawa ni kina nani? Mimi nataka kuishi kama hawa. Kwa hiyo kuna wakati matatizo yetu ni ushuhuda mbele za watu. Tunatengeneza ushuhuda. Mimi leo nilosimama hapa nilikuwa na changamoto kubwa, lakini leo kuna mtu akiniona hivi anasema nataka kuishi kama yule. Lakini nilipotoka kule nyuma, hujui nilikuwa nani, hujui nilikuwa nafanya nini. Ujui nilikuwa na nani nafanya nini, kwa sababu wewe umeniona nikiwa niko safi, umeniona nikiwa na ubiri neno leo, lakini nyuma yangu haikuwa nzuri. Alionibadilisha na kunisimamisha hapa leo ni Mungu. Kwa wewe usijiangalie kwamba nimetoka wapi, kwa mimi sistahili. Kwa Mungu hakuna mtu ambaye astahili. Kila mtu anastahili mbele zake. Kwa Mungu hakuna ambaye astahili. Hakuna huu wakati ni wakati waliokoka, huu ni wakati wa yule sijui kahaba. Hakuna. Mungu akisema huu ni wakati na haya ni majira yangu ya kumuinua mtu. Haya ni majira ya mtu kutoka kwenye kifo. Haya ni majira ya mtu kusimama tena. Unasimama kwa sababu aliyosema ni yeye, sio mimi. Haleluya. Wengi tunakufa na ya nyuma. Angalia ya sasa. Yaani tukitoka hapa leo, umezaliwa upya, wewe ni mwanamke mpya, wewe ni mama mpya. Hakuna kuugua. Eti nina operation, natakiwa nifanye operation, natakiwa sio nifanye nini. Hakuna hicho kitu. Aliyosema unafanya operation ni Mungu. Mungu aliyosema ufanye operation si Mungu. Mungu anasema hutofanya operation. Mungu anafuta. Hakuna anayeandika hati ya kifo. Hakuna anayesema wewe ni utakufa.
Haleluya, haleluya. Inuka uangaze, kwa sababu majira yamebadilika. Inuka uangaze, kwa sababu majira yamebadilika. Majira yanapobadilika hakuna mtu wa kuyazuia. Majira yanapopinduka hakuna mtu wa kuyazuia. Mungu yeye ndo anayeamua kuyabadilisha majira. Haya majira sasa ni ya mtoto wangu kunyanyuka. Haya majira ni ya mwanangu kustarehe. Mungu yeye ndo anayebadilisha majira. Hakuna binadamu anaweza kubadilisha majira yako. Mungu akisema huu ni wakati wako wa kuvuna, utavuna. Kwa sababu kupanda tumeshapanda. Tunasubiri nini sasa hivi? Tunasubiri kuvuna. Kama miaka yote ulikuwa unavuna gunia moja, unavuna magunia mawili, leo unaenda kuvuna magunia 200,000. Kwa sababu ni majira yako. Ni majira sasa. Usililie afya, mimi kila siku naumwa, mimi kila siku. Leo ni majira ya hiyo afya yako kurejeshwa. Leo ni majira ya wewe kurudi huko ulipozikwa. Yaani haijalishi umezikwa kwenye shimo la urefu gani, haijalishi umezikwa kwenye handaki, haijalishi umefukiwa kwenye shimo la miba, leo utatoka bila majeraha yoyote. Kwa sababu yuko Mungu ambaye ametuagiza leo tutoe. Yuko Mungu ambaye ametutuma leo tuje tukusimamishe wewe uonekane bora zaidi na imara. Wanawake tusilie. Mwanamke ukilia ni laana. Unalia. Kuna wakati machozi yako ndio yanaua kila kitu. Unalia kwa njia gani? Unalia kwa njia ya Mungu? Unalia kwa akili zako? Kuna wakati unalia kwa ufahamu wako, kwamba mimi kwa kweli ndio nishazama. Yaani hapa dada yangu mwenyewe kaishia darasa la 3. Mimi mwenyewe nimeishia darasa sura ngapi? Mdogo wangu hajasoma kabisa. Sasa hapo kuna nini hapa? Hapo unampa story sasa mtu ambaye na yeye alishazamaga huko. Kwa hiyo hawezi kukutoa. Kwa hiyo pia unapozama angalia ni nani ambaye unamwambia ili aweze kukutoa kwenye huo mzamo wako. Sasa wewe unamwambia naye anakuambia si bora kwenda. Sisi kwetu hamna kusoma. Yaani ndio hivyo. Maisha ndio yalivyo. Ndio hapo cha msingi. Usijihangaishe, wewe mshukuru Mungu. Kuna lile neno anambia mshukuru Mungu, waga linakuaga lina hapa nje, sio la ndani. Lakini kumbe majira yamebadilika. Mungu amebadilisha majira. Hilo darasa la pili lako, hiyo ni degree yako ya pili. Mungu anabadilisha. Wengi tunakufa kwa kujiangalia vibaya. Na Mungu anapotangaza majira kubadilishwa, unatakiwa uwe tayari kubadilishwa. Unatakiwa moyo wako utengeneze kwa ajili ya kubadilishwa. Inatakiwa akili yako uielekeze kwenye mabadiliko. Lakini wewe usipoielekeza akili yako kwenye mabadiliko, hata haya ambayo tunayohubiri sasa hivi, utaona kazi yake. Utaona matokeo, kwa sababu akili yako kuiweka kwenye mabadilisho. Mungu anapotamka, mwanangu nataka unikubadilishe, nikutoe kwenye hali hii hapa, nikuweke hapa. Akili yako iambie, uko tayari kwa mabadilisho? Uko tayari kwa kulipokea neno jipya? Uko tayari kwa ajili ya maisha mengine? Haleluya. Kiukweli mimi naumia sana ninapoona mwanamke anaishi maisha ya kulia. Anaishi maisha ya kujiona mimi sifai. Hakuna mtu ambaye hafai kwenye ulimwengu. Mungu yeye ndo anajua nani anafaa nani hafai. Na tungewekwa kwa hiyo misingi kwamba hii dunia wanaishi wanaofaa, dhambi zisingekuwepo. Lakini tupo hapa kwa sababu tunahitaji kuwa na wanaofaa na wasiofaa, ili wote tutengenezane tuwe kitu kimoja. Sisi tutengeneze wale ambao tunaona wafai, lakini kwa Mungu kila mtu ni sawa. Kila mtu ana nafasi yake. Usiseme eti mimi leo mimi navuta labda madawa kulevya, nikienda kanisani pale nikiomba Mungu atanisikia. Mungu anakusikia. Mungu anakuelewa. Mungu anakuponya. Hata umeua, unarudi kwa Mungu. Mungu, mimi nilifanya 1, 2, 3 niliua. Mungu nataka niwe mtoto wako.
Mungu nataka unifinyanga, na kufinyanga unakuwa mtoto wake kweli. Unaweza kushangaa jambazi anahubiri injili, jambazi mchungaji, lakini Mungu ndo anayebadilisha. Kwa hiyo usipende kuangalia nimetoka wapi. Usiangalie nyuma. Yaani wewe unapoenda mbele, angalia ninaenda mbele. Yale ya nyuma yawe historia. Kuna wakati maisha ambayo tumepita ni elimu kwa wengine. Kwamba kwa hiyo kubali kuwa ushuhuda. Kwamba unapomwambia mtu bwana, sasa nilipita, lakini namshukuru Mungu. Kwa hiyo kweli, yaani ule mtu anahamasika kwamba kumbe yule alipita, kumbe yule alikuwa hivi, kumbe inawezekana hata mimi nikasimama nikawa hivi. Kwa matatizo yako yawe ushuhuda kwa mwingine. Matatizo yako yasiwe moto kwa mwingine. Yaani usimuue mwingine kupitia matatizo yako. Matatizo yako yageuke ushuhuda kwa mwingine, ili kesho wewe usimulie mazuri kwa mwingine. Haleluya. Ujue tunapopitia changamoto, wengi tumezoea kuhubiri mabaya. Kwamba mimi hivi, unahubiri mabaya, lakini kuna wakati ukishamjua Mungu, ukipitia changamoto, hubiri mazuri. Mwambie Mungu nakupa utukufu wewe. Mwambie Mungu wewe ni wasifa na utukufu. Ninaamini hata kwenye hali ninayopitia ni wewe umekusudia. Kuna vipimo tunapimwa na Mungu. Kuna vipimo tunapimwa. Kuna wakati unapita changamoto ili Mungu akutoe hapa kuweke hapa. Lakini sasa sisi iko hatutaki. Yaani kuna mtu hapa atatoka ameombewa, akifika kiumo hata mafua. Yaani mimi haya mafua nimerogwa. Hujarogwa. Mungu anapima imani yako. Umetoka nimekuombewa, umehudumiwa, haya mafua tumeyakemea yaishi. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuishi na ile imani uliyotoka nayo kwenye nyumba ya Mungu. Kwamba mimi nimeombewa haya mafua, na kama nilivyotamkiwa na mtumishi, haya mafua yataisha. Lakini utaanza yule mtumishi hawezi. Kwa nini kaniombea? Yalikatika pale pale ndipo nyumbani yamerudi. Yamerudi kwa sababu unatengenezwa imani yako. Imani inatengenezwa kwa majaribio, kwamba utaweza kuhimili hili. Kwa majira yanapobadilishwa, hayabadilishwi kwa urahisi namna hiyo. Yanabadilishwa kwa vitu vingi. Ndio kama nilivyokuambia, unabadilishwa majira yako ya uponyaji. Lakini ukafika nyumbani ukaona ile hali imerejea, unaanza kulia, unamlaumu mtumishi ama Mungu. Hapana. Inachotakiwa ni imani yako kuendelea kuikomaza. Kama nilivyotamkiwa lile neno madhabahuni kwamba mimi nimepona, mimi ni mzima, ndivyo unavyotakiwa uishi. Haleluya. Kuna majira nilipita magumu. Kuna muda ujui ukiamka unakula. Kuna siku tuliamka na shilingi 1000 ndani. Asa jiulize, una shilingi 1000 afu una watoto. Unatakiwa uamue hiyo 1000 ule ama hiyo 1000 muangalie kitu cha kufanya. Tukakaa na mume wangu tukajadili. Akaniambia, sasa tunafanyaje? Tuna shilingi 1000. Nifanyeje sasa? Niwaachie mle mimi nikae nyumbani nisiende kazini? Kwa imani nilitamka, nikamwambia chukua ile shilingi 1000. Kafanye nauli uende kazini. Ya kula tutajua. Alichukua ile 1000 akaondoka akaenda kazini. Hatuna mkate, hatuna unga, hatuna sukari, hatuna chochote, hatuna mkaa, hatuna mafuta. Lakini imani. Akaondoka na shilingi 1000. Nikamwambia ukienda na shilingi 1000, huwezi kujua kwa Mungu atakupa nini. Labda utakuja na kitu kikubwa zaidi. Amen. Akaenda na 1000. Mimi nikapata wazo. Nikasema kuna dukani wanaendaga sana, wamenizoea. Nikaenda kumwambia yule baba, tuna shida hiki na hiki na hiki na hiki. Nilipata vile vitu vyote ambavyo nilikuwa na vihitaji. Lakini nilivipata sina hela. Kwa kuamini ule alienda na shilingi 1000, atarudi na hela, tutalipa. Ikafika muda wa kurudi. Vitu nilivyochukua ni vya shilingi 10,000. Akarudi na shilingi 5,000. Kwa ni mfukuze. Nimwambie katafute nyingine. Na mfanyaje? Siwezi kumwambia rudi katafute kingine. Siwezi kumpokea kumwambia
kwa nini umeleta shilingi 5,000, maana ndio yalikuwa majira yangu. Kwa kuna wakati majira yanapofika ya kubadilishwa, kuna vitu kama hivyo. Kwa Mungu anavileta, anaona unavihimili vipi, unaishi navyo vipi, imani yako ikoje. Lakini kwa mtu ambaye imani yako ni ambayo itakuwa labda ni ya kuyumba ama ni ndogo, unaweza kugombana na mzee wa watu kumwambia wewe, nani nakwambia ulete hii 5,000 hapa, nataka 20,000. Nani nakwambia dukani bila daiwa 10,000 wewe unaleta 5,000 kwa nini? Lakini kwa sababu nilitambua majira. Kwa ile 5,000 nikamwambia bado nitakupa 2,000 ya nauli tena uende kesho kazini. Ile 3,000 tutaenda kupunguza deni. Tukaendelea kugawana. Nikapunguza deni, ikabaki deni 7,000. Ile 7,000 ilipobaki na kuna nini nikaongeza deni. Nikaongeza deni, maisha yanaenda. Ukiona yule amekuchoka, unahama duka. Unasema, hapa nimekopa sana, ngoja niende duka jingine. Kuna maduka kama 3 yote nilikopa. Mwisho wa siku hivi deni nilikaa karibia miezi. Kuna muda wewe kwenye duka ukimwona unalia kabla ya kusemesha. Sasa cha kumlipa una. Huyu ambaye anaenda kila siku akienda anarudi na nauli. Utafanyaje? Tuna madeni, mnapigiwa simu za polisi, mtu anakutisha anataka wafunga. Kaambia kuna kutufunga. Hayupo. Nilimfuata mdeni mmoja nikamwambia sisi hatuna hela, alikuwa tudai mamilioni. Kaambia hatuna 100 na uwezo wa kukulipa hatuna, ila nia ya kukulipa tunayo. Kwa hiyo chagua. Nikamwambia chagua, unatupeleka polisi, unatufanyaje? Akaniambia mama, mume wako yuko wapi? Nikamwambia mume wangu hata sura yako kuiona hataki. Kwa sababu hana cha kukuambia. Mimi ndio nimejifika ujasiri, nimekuja. Yule baba akaniambia nimekuelewa. Nitakuongeza muda wa deni na nitakupa 1,000,000. Sasa nakuwa nawapa 1,000,000, mkamaliza shida zenu, mkipata mtaniletea. Alipotupa ile 1,000,000 tukaenda kwa kumaliza zile changamoto ndogo ndogo. Baada ya muda tukapata, na Mungu alifungua milango kwa njia hiyo. Tukaanza kumlipa kidogo kidogo. Lile deni mpaka likabaki sehemu kidogo sana. Akaniambia mwite mume wako tuzungumze. Tukaenda. Akaambia pale palipobaki naomba msinilipe. Na wapa ushuhuda huo, ni Mungu. Sio mimi, sio akili zangu, ni Mungu alifanya. Lakini kwa hicho kipindi nimekusimulia juu, lakini kwa hicho kipindi ingekuwa ni maisha ya kawaida ya kibinadamu. Unakata tamaa, unasema ni heri nife. Lakini Mungu ni mwema. Tulisamehewa deni, hatuna deni, urafiki ukawa mzuri na yule mdeni. Kwa inawezekana. Inawezekana. Usimwona kama Esther. Esther alifanyaje? Sasa aliingia kwa mfalme kinyume na utaratibu. Alivunja sheria ili kukomboa nini? Taifa. Sasa kuna wakati lazima uvunje utaratibu ili uweze kukomboa taifa. Kuna wakati lazima uvunje utaratibu ili uweze kuikomboa familia yako. Kwa hiyo maana ningeenda kwa taratibu ambazo zinatakiwa niende, huenda leo tutakuwa tuko polisi ama tulifungwa hata miaka 6. Lakini kwa sababu nikasema haiwezekani, huyu ni binadamu, kwa nini tumuogope? Nitavunja taratibu za mkopo, nitamfuata, nitamweleza kwamba hatuna, na nilimwambia tutasimamisha riba. Maana ule mkopo riba yake 500,000, riba yake ni 500,000, ni nusu. Nusu, yaani ukikopa 200,000 riba 200,000 kila mwezi. Asa nijiulize hapo ilikuwa ni nini ambayo nilikaa karibia mwaka shilingi ngapi hizo? Hivyo, lakini nilipovunja taratibu alielewa. Kuna wakati, kuna mahali lazima uvunje taratibu na sheria. Hata kuna hiyo mizimu ya nyumbani kwetu, vunja taratibu na sheria. Unatakiwa ukiingia nyumbani kwenu, uingie umegeukia huku. Wewe geukia hivi. Geukia mbele. Ukiingia hapo unatakiwa
uvue viatu. Sivui viatu, ninaingia nyumbani kwetu nimevaa viatu. Navunja utaratibu. Sasa ukivunja utaratibu kuna faida, kwa sababu kumbuka unapovunja utaratibu wale watu wanakasirika kwamba ukaingia kwa kinyume na taratibu, na taratibu za hapa anazijua kwa nini kavunja utaratibu. Lazima uweke kikao. Utakapowekwa kikao, waambie kuvunja taratibu kwangu ni kawaida, kwa sababu yuko ambaye namwamini, ndio maana nimevunja utaratibu. Kwa hiyo kama mnataka na nyinyi waonyeshe mtu ambaye anaweza kuwatoa kwenye hizo taratibu zenu, mnifuate. Haleluya. Mnifuate. Kinachotuumiza ni hizo taratibu tunazozifuata bila sababu. Hivi kwa Mungu kuna utaratibu ambao ni mzuri. Unakuta mtu amezaa mtoto, anamfunga likamba mkononi. Unamuuliza ina nini? Eti kwetu ndio taratibu zetu, asifuatwe na vitu vibaya. Vitu vibaya gani? Mimi nimezaa mtoto wangu wa kwanza mpaka wa mwisho. Sijai kumfunga chochote, sijai kumfanya chochote. Kwa sababu alionipa ni Mungu. Mungu hawezi kumruhusu mwanangu apate vitu vibaya kama yeye amenipa. Kwa hiyo maana namkabidhi Mungu. Mungu huyu ni mtoto wako, sio wangu, ni mtoto wa Mungu. Kwa Mungu, mwanangu nataka aishi hivi na hivi na hivi. Kwa mama unaanza kusimamia maono ya mtoto wako tangu unamnyonyesha. Wewe ni mlinzi. Sasa ukiruhusu afume ilizi mtoto mdogo, atakuwa mtu baadaye unasema kwani machawi wametoka wapi? Ndio baadaye unashangaa mtoto wako ni mchawi. Mtoto akilala anageuza macho. Kumbe umemfundisha mwenyewe, umeruhusu. Mimi hawezi kuja eti mama yangu eti amfunge mwanangu ilizi wa kwake. Huyu ni mtoto wangu na ataishi kwa sheria zangu. Kwa mama wengi tunaharibu watoto, tunaharibu familia kwa ajili ya taratibu ambazo tumejitengenezea ni za hovyo. Misingi mibaya. Tuweni kina Esther, twende tukavunje taratibu. Tuvunje hizo taratibu za huko. Esther alitoa tu maagizo kwa Mordekai. Mordekai, waambie Wayahudi wafunge siku 3, kila mmoja wafunge na yeye wajakazi wake wakafunga. Alafu akasema nitaingia kinyume na utaratibu. Kama nitaangamia na niangamie. Kama nitakufa nife. Ndivyo anatakiwa na sisi. Tunaenda kuvunja taratibu za familia zetu. Ninaenda kwenye kile kilinge, ninaenda kumwagia maji ya upako. Nikifika pale kama nitakufa na nife, kama nitaangamia niangamie. Ukifika pale Mungu naye anainua mkono wake. Mungu hawezi kukuacha. Eti wewe ukavunja miungu ya kweli Mungu akuache? Haiwezekani. Haiwezekani. Unapoamua kupigana hizo vita na kubadilishwa, unatakiwa ukubali kusimama na Mungu. Sio unaenda kiolela, hauna nguvu ya Mungu, hauna Mungu ndani yako. Unaenda kubadilisha taratibu za familia, utarudi umebebwa. Inatakiwa uende kweli umeshinda neno la Mungu, umemshinda Mungu na unaelewa unachoenda kukifanya. Mimi nawaambia, kwa sababu mimi sitaki kuongea sana hivyo vitu. Kwa upande wangu naona matokeo, ila nawaambia lazima ulishibe neno na umshibe Mungu. Lakini Mungu wa juu ukimparaza hivi, kavunja hiyo mizimu. Kavunje. Usitoke kwa kusema mama aliniambia naenda kuvunja. Nenda kavunje kwa neno langu. Alafu ndani yako hamna kitu. Unapotoka kwa neno ambalo limetamkwa na Mungu, na wewe ndani yako lile neno litengenezee mazingira ya kuishi. Kwamba neno likiishi ndani yako, hakuna kumfanya chochote. Kwa sababu aliyokuumba ni Mungu, hujaumbwa na mizimu. Mizimu ni binadamu tu. Ni watu tu ambao wamebadilika kutoka huku kuja hivi. Kwa hiyo tunaporejeshwa na kurejeshewa vitu vipya na kubadilishwa, neno lako lijae kwa wingi ndani. Neno la Mungu lijae neno ndani yako. Unamsihi Mungu. Yaani ukifika neno likijaa, ukifika
mama yako anageuza chumbani, atoke mpaka umeondoka. Kwa nini? Una nguvu ya neno. Ile mamlaka ambayo iko ndani yako yenye nguvu, ndio watu wanaiogopa. Haleluya. Haleluya. Mbona kama kweli hii miezi mwezi wa 5 wa 6 ni miezi migumu kwenye ulimwengu wa kuzimu. Ulimwengu wa kuzimu unahitaji. Lakini sisi leo Mungu amesema ni miezi ya kwetu ya miujiza. Mungu anatutoa huko, sisi sio wao. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Kwa tusiogope mashambulizi ya aina yoyote. Yaani ukitoka hapa na kuagiza kuanzia leo, wewe tembea kuwa wewe ni mshindi. Tembea mimi ni mshindi. Tembea mimi nina nguvu. Tembea mimi nimeinuka kutoka katika mizimu. Nimetoka huko. Nimekuja kwa Mungu. Tusinganganie ya kale jamani. Kuna wakati tunasali hapa, tuko wote, ikitokea tunasafiri kwenda mikoani huko. Unasema basi hatani yeoni kule. Kifika unaambia zunguka hapa kule hichi kinalima la 3. Unazunguka. Ukitoka kule umezunguka, ukija hapa chakarababo sikarababo utoki. Kwa sababu unachanganya vitu. Kwa hiyo wewe unatakiwa ukienda kule ufanye mapinduzi, ubadilishe. Yaani wewe kinachokupeleka nyumbani kwenu ni mapinduzi. Mimi mwenyewe nikibahatika kwenda kwetu ni mapinduzi. Hawanizungushi hata kidogo, sitaki. Kwa sababu imani yangu iko kwa Mungu. Na ninajua Mungu amenitoa wapi. Yaani tunadidimia kwa sababu ya kuogopa wazazi. Kwamba yule ni mama yangu. Sasa nikimkatalia jamani, atanipa laana. Hakunaga laana kwenye hivyo vitu. Hakunaga laana. Yaani wengi tunabanwa hapo kwamba mimi ni mama yako. Na kwamba kama sio mama yako, hapo kama sio mama yako usizunguke. Lakini kama ni mama yako zunguka. Na wewe mama unazunguka. Unazunguka. Ukija hapa sasa, na sisi unaanza kutuzungusha. Unaanza kutuzungusha na sisi hapa tunazunguka. Tunakushika huku unaenda hivi. Tunakupeleka usisamee kwa ubaya, ila tunaelekezana kwamba tukienda huko tusishiriki vitu ambavyo vinatuumiza. Tusishiriki vitu ambavyo vinafanya tusiinuke. Leo tumefundishana somo la mwanamke kunyanyuka tena. Maana huu ni wakati. Sasa huu wakati tukiutumia vibaya tukaenda kuzunguka. Kwa nini nimeliongelea hili? Kwa sababu Disemba tunaendaga nyumbani kwetu. Kuna watu lazima Disemba tusafiri. Tukisafiri tunavunja taratibu za Mungu. Tunaenda kutumia taratibu nyingine. Kwa zile taratibu nyingine safari tukienda Disemba, wajue sisi tumekuja ili Disemba nyingine wasituite. Disemba nyingine tusiende. Yaani mkimwita yule Pastor Amina hata kila kitu kimebadilika. Hii damu hii itamwagika yenyewe bila kubusu. Inatakiwa iwe hivyo. Lakini tunapofeli ni hapo. Kwa hiyo unakuta mtu mwaka mzima unazunguruka. Kumbe sasa tatizo ni nini? Baadaye tukipata neema Mungu akifungua vikaongea. Kwamba tatizo wewe kuja Disemba akala mbuzi. Unaanza. Kumbe alienda akala mbuzi. Kumbe alienda kanywa damu. Tukataa hivyo vitu. Historia ya nyuma isturudishe sehemu mbaya. Tunarudi sehemu mbaya kwa ajili ya kuogopa wazazi, kuogopa laana. Hakuna laana kwa sababu hujamtukana mzazi, hujamwambia mzazi maneno mabaya kutokumheshimu. Lengo ni moja tu. Mzazi, imani yako na yangu ni vitu viwili tofauti sasa hivi. Mimi nimebadilishwa. Mimi ni mtu mwingine mama. Kwa mimi siwezi kushiriki hayo maagano. Naomba mnisamehe ikiwezekana. Kama kuna jina langu kwa mliniweka litoe litupe mama, mimi sitaki. Kama kuna sehemu kuna karatasi lako limeandikwa jina kwenye bakuli la mizimu, kalichomwe lichane, kalichome moto. Mimi kuanzia leo sio wa kwenu. Tunarudi nyuma hapo ile eneo. Yaani nilisema nisimalize kipindi bila kuambia ile eneo. Tunakwamaga ile eneo. Tunaogopa laana za wazazi. Tunaogopa ndugu kutuona sisi wabaya. Watakuona wabaya kwa muda, lakini
watakuelewa baadaye. Mbaya kwa muda, baadaye wanakuelewa, watasema kumbe huyu alijua mapema. Unawahi, kuna watu wanazika watoto wao, kizazi hicho kina kitu tumboni, kumbe kile kizazi kinaishi kwenye bakuli la mzimu. Wewe unajiona, mbona mimi nimeolewa mwaka wa 7 sizai, mbona nimeolewa mwaka wa 8 sizai, kumbe kile kizazi kuna mtu anakifanyia kazi huko. Sasa leo watavirejesha, leo watavirejesha, leo watarejesha, yaani kila kitu alichokishika. Kuna wakati unazunguruka hapa, ndoa yangu, kumbe ndoa yako kuna mahali kuna chupa imefungwa, imewekwa, amewekwa mume wako, umewekwa na wewe, mnaruka pale tu hivi, yaani hautanuki kwenda hivi, na umebana hivi, kwa sababu familia zinatutawala. Siongei kwa ubaya kusema mchukie mama yako, baba yako, hapana. Baba yako, wazazi wako waheshimu. Kataa kile ambacho unaona kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, kile ambacho unaona kipo kinyume na imani yako. Kama kweli unaamini na kumpenda Mungu, unaamini na kumheshimu yeye, hivyo vitu havina nafasi kwenye maisha yako, haviwezi kuwa na nafasi kwenye maisha yako. Kwa sababu kumbuka, vikiwa na nafasi kwako, hadi watoto wako wanaharibika. Uharibiki wewe, unaharibika hadi kizazi chako. Unashangaa baadaye unasema, ni mtoto wangu usiku na mwanaga anaelea hapa. Anaelea, kumbe chanzo lilikuwa huko kwa wazazi wako. Na ndio maana kuna mtu mmoja aliniambiaga, mtoto wa dadangu ni yule binti, sio ni mchawi, sio na nini. Nikamwambia hapana, nikamwambia usimhukumu. Kuna wakati unaweza kumhukumu mtu kasema yule dada ni mchawi, lakini kumbe sio mchawi. Kumbe na yeye anatumikishwa pasipo yeye kujua. Kwa kuna wakati ndani yako unakataa, lakini nje yako unatumikishwa pasipo kuvijua. Usiku unaamka, asubuhi una matope, lakini wewe kudhamiria kutoka. Kwa nini ulitolewa? Kwa sababu ndani yako Kristo hajakaa vizuri. Kristo akikaa vizuri, hakuna mtu akukubeba na kupeleka nje. Kufanya nini? Wewe ndio umbebe umpeleke nje. Mwambie ndani kwangu marufuku. Nikikuona hapa nakutia kiberiti. Ukiwa na Kristo unaweza. Unamwambia. Kila siku wewe mtu akuto kulala. Kila siku unafinywa. Ukiamka ukioga maji mwili unauma. Nini umechanjwa chale? Haiwezekani. Kwa nini uchanjwe? Kristo yuko ndani. Neno aliishi ndani yako. Kuna wakati anayekuchanja akija kufanya hivi, kile kiwembe kinampiga shoti, arudi. Kwa nini? Neno limeishi ndani yako. Kwa neno likiishi ndani yako ni silaha, ni ulinzi. Likiishi ndani yako ni ulinzi tosha wa maisha yako. Sijawatisha, msiogope, lakini ukiamini Mungu, kila kitu kinawezekana. Hakuna ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Hakuna ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Ni uoga wetu na hofu. Yaani hofu ni adui mkubwa sana wa maisha ya kila mmoja. Yaani hata mgonjwa, ukisikia kuna mgonjwa akafariki, kilichomuua sio ugonjwa, kilichomuua ni hofu. Kwamba unaenda hospitali, daktari anakuambia wewe una kansa ya kibofu. Sasa ukipiga hesabu watu wenye kansa ya kibofu wengi washakufa, si ndio? Unasema na mimi safari. Lakini kumbe aliyosema una kansa ya kibofu ni nani? Ni daktari. Ulienda kwa Mungu ukamwambia Mungu, mimi nimepewa majibu na kansa ya kibofu. Wewe ambaye unaweza kumfufua Lazaro kutoka kaburini, na mimi leo kanifufua kutoka chumba chenye kansa. Mungu anakufufua, unakuwa mzima. Kwa imani yako. Imani ni kitu kikubwa sana. Yaani imani ndio inakufanya wewe utembee. Imani ni kitu kikubwa. Imani utii ni miguu. Inakufanya utembee ukiwa salama.